xildhibaan Safiya Abdinuur adiga Safiya ay dumarka u sito haweenka dhamaan u suurad wacane ijaara gaarisiya sabadii masalaani adiga ku salaysan hablihi ku sugna xildhibaan Safiya Abdinuur The chair of anti-FGM board and your members, UNFPA country director, county commissioner, wazee shaks ambaye ninaona hapa, chiefs na assistant chiefs, hamjambo. Leo ni furaha yangu tele kumkaribisha mara ya pili dada yangu Rachel hapa kwangu nyumbani Masalani. Karibu sana. Rais Uhuru Kenyatta alipoenda Canada, mimi nilikuwa kwa delegation yake Canada. Tulienda na yeye mpaka Canada. Na akasema mbele ya dunia nzima, kwamba ikifika mwaka wa 2022 FGM itakwisha katika nchi ya Kenya. Na sisi kama watu ya ijara na wafugaji na watu wa former Northeastern Province tunajua ile tabu wasichana wanapita wakitairishwa. Hiyo tunaelewa. Sitaki kurudia kwa sababu najua wangapi wamekosa uhai wao, wangapi walishindwa kuzaa, wangapi wamepata tabu nyingi. Sisi wote tunaelewa ile shida tunapata. Kuna washaka wataongea. Tuko na former deputy chief Kadi ambaye anakaa katika, rais alimuita mwenyewe akamkalisha katika hiyo board kwa sababu alikuwa anataka ajue dini yetu ya Islamu inasema nini. Ndio akamuita akamweka kwa hiyo board. Ndio aangalie na washaka wengine, waangalie wote wajue standard ya Islamic inasema nini. Dini yetu ya Islam inasema nini juu ya FGM. Unajua msichana anazaliwa kikamilifu. Mungu akikutengeza, amekutengeza ukiwa kikamilifu. Lakini sasa sisi tunakaa chini na tunasema vile Mungu ametuumba sio sawa, wacha tukutengeze kidogo kidogo. Hiyo itakuwa sawa? You want to change God's creation, which is not possible, which is not right. God is perfect
and he has created you in a perfect shape. Na ni lazima tukue na hiyo kwa akili yetu. Sheikh ametuambia maneno moja tu kwamba tuangalie, turudi nyuma, tuangalie kama Prophet yetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam msichana yake ametangiwa hata moja. Tuangalie kama hakuna, then who are we? Ni nani sisi? Sisi ni nani? So mimi sitakuchukua muda nyingi kwa sababu tuko na function 3 hapa. Tutaenda Hola, tutaenda Jarandede, leo hii ndio tuende Garissa, kesho tuchukue Garissa. So mimi ni shahidi ya rais akiongea. Na nikiwa shahidi ya rais ni lazima nikuje nieleze watu yangu kwamba rais katika dunia nzima alichukua ahadi na akasema nchi yangu ya Kenya tukifika mwaka wa 2022 hatutakuwa na maneno inaitwa FGM. Nani ndio mwakilishi wa rais katika kila location? Ni nyinyi. Ndio mwakilishi wa rais Uhuru Kenyatta katika nchi location zenu na sub location zenu. Vile county commissioner alisema kwa maneno yake kwamba kila mtu ambayo hataweza kusaidia rais kazi yake na hataweza kusaidia rais vile anapenda, but you will not blame anybody. Kuna mtu utamblame? Hiyo ni kazi yenu. Na leo rais alimtuma waziri mwenyewe. Rais alimwambia enda Ijara. Mimi nilikuwa harusini ya kijana wangu, mheshimiwa aliponipigia simu akaniambia nimetumwa kwako na rais na wewe ni lazima ukuje. Who am I? Ni lazima nikimbie rais akisema, si ndivyo? Tufanye kazi katika nchi yetu ndio tuweze kufika ile lengo tunaipenda. Kwa hiyo machache mimi nataka kueleza kwamba sisi mnajua watu ya Ijara. Watu ya Ijara ni watu ambayo wanatii amri ya serikali. Ni watu ambayo ni number 1 katika nchi yetu to protect this interest of this country and to stand with the government. We are the most loyal katika nchi yetu ya Kenya. Mnajua even during Shifta war, watu wote walipoenda nani walibaki nchi? Sisi watu ya Ijara. Sasa kama sisi watu ya Ijara tuliprotect hii yote Northeastern yote, ni sisi ndio tuliprotect, ndio? Ni lazima tutii amri ya serikali na tuheshimu serikali. Hiyo ni sisi tunachukuanga namba 1. Tunachukuanga namba 1. Mimi nasema uongo au tunasema ukweli? Tunasema ukweli, si ndio? So we believe. Mnajua hata wakati Rais Jomo Kenyatta alifungwa na watu kutoka Ijara, si ndio? Watu 6. Hiyo mheshimiwa hakuna kwa historia yetu ya Kenya, hiyo hajawekwa. Watu 6 walifungwa kutoka hapa during the independence na mzee hayati. Hiyo hakuna kwa sababu tunapenda serikali yetu. Na sasa leo ni maneno ya FGM. Lazima sisi tuangalie vile tunaweza kusaidiana na serikali na tumsaidie His Excellency the President ambaye amechukua ahadi, tumsaidie. Tuko tayari kumsaidia. Asanteni sana. Mimi nimekuja kusoma amri. Unajua amri ni nini? You know what is amri? Order. Isn't it? Yes. Background unajua inasema nini? So very quickly, mkiwa tu mmesimama hivyo. Let me give our board member to read quickly through. Because you know them, you can explain so that they know where they are. Article 19, Clause 6 provides that it is not defense to charge under this section that a person on whom the act involves female genital mutilation was performed proceed. A person to commit an offense under section 19, or B, another person to perform female genital mutilation, or on that other person commits an offense.
any person ambayo hata kama umepatiwa consent wewe uende uperform female genital mutilation, you have committed offense. Commit offense. So there is no reason as to why you can perform female genital mutilation under the law. Anything wewe ukifanya wewe ndio utashikwa. Debi wemba geshe. Kwa sababu kama hata mama amekubali, msichana amekubali, baba amekubali, kila mtu amekubali, wewe ufanye, wewe ndio unashikwa. Yeah. Okay. This one again. 2. Okay. 2. Cross border female genital mutilation. Mtu akitoka Somalia, unajua sisi tuko neighbors na Somalia. Article 21 provides a person commits an offense if the person takes another person from Kenya to another country. Tutoe mtu kutoka Hulugo tupeleke Kolbio. Ati tunaenda kufanya female genital mutilation Kolbio kwa sababu sheria ya Kenya imekataa. Umepeleka wapi? Kolbio. Ukipeleka huko commit an offense another country or to arrange another person to be brought into Kenya or utengeze mtu mwingine atoka wapi? Somalia akuja wapi? Kenya. Usually what happens, what you are diaspora, America, London, UK, Sweden, wanachukua wasichana yao wanaleta wapi? Either Kenya or Uganda. So kama kuna ikifanyika hiyo mtu anashikwa, he or she has committed offense. Allowing us to use a place for FGM. Tukikubali, Article 22 provides that a person who knowingly allows any premises for which the person is in control of or responsible to be used for the purpose of performing female genital mutilations commits an offense. Kama unajua na ukakubali hapo kwako nyumbani watu wafanye female genital mutilation, you have committed an offense. Wewe mwenye nyumba utafungwa. Any person who is in possession of tools or equipment used for performing FGM, ukipatikana na vitu vifaa bri lukude gabda burga kadilo imaro wa offense. Article 23 provides that a person who is found in possession of tools or equipment for purpose of connected with the performance of female genital mutilation commits offense. Article failure to report the offense of FGM, whether planned or ongoing or committed. Article 24 provides that a person commits an offense if the person being aware that the offense of female genital mutilation has been and in the process of being or intended to be committed failed to report accordingly to the law enforcement officers. That person has committed a crime. Use of abusive language against a person who has not been undergoing female genital mutilation. Article 25 provides that any person who uses languages, abusive language that is intended to embarrass or otherwise harm a woman for not having not undergone female genital mutilation, or a man for marrying or otherwise supporting a woman who has not undergone female genital mutilation has committed an offense. Gebar angunen o taseto dahil mo way uri kan qofkido wala xiri commit gare an offense debi weyn bu galabsaday. Performance of FGM outside Kenyan border by any person who is a Kenyan citizen or permanent residence in Kenya. Article 28(1). A person who, while being a citizen of or permanent residence in Kenya, commits an act outside Kenya, which act could constitute an offense under Article 19 and has it been committed in Kenya, is guilty of such an offense under the act. Qof alla qofki wadankan intuu ka qaado qof asagoo og inuu Kenyan citizen yahay mise permanent resident yahay, dadka dibadda ka imaadaan oo permanent residence la siiyo, hadday gabadha kaxeeyaan oo meel kale kusoo gudaan waa la xirayaa.
Asante sana. So it's very assistant chief hapa na ACC mpaka level yenu ambaye ajui kuna sheria. So kwa serikali nani wanasimamia sheria? Sio nyinyi. So president alisema tukuje tuongee na nyinyi directly. Hiyo ingine unaona board wanazunguka wanaongea na wazee religious leaders, lakini as a government hata hiyo yote ikikosekana bado kuna sheria. And it was very clear, alisema hata kutuambia county commissioner nini hapo juu. Alisema muite chiefs and assistant chiefs. Because hakuna chief or assistant chief ambaye ajui kijiji yake. Sasa tukitaka wako na kesi. Because kuna mali zingine when FGM is going on ule mtu anaficha na anasaidia ni nani? Sini chief ama assistant chief? The time president alisema hataki ile pombe haramu. Simulienda mwaga pombe. Kila chief nani anamwaga pombe? Kwa sababu president alikuwa amesema hataki hiyo pombe. Saa hii tembea kwa kijiji yako. Kitana hata kama ni baraza. After today ndio tusiwashike na tusishike hata wa mama na wazee ambao labda hawajajua hii sheria imefika wapi. It is your responsibility. So leo kama vile tumekuja kanisa county tukoja ijara tumewapatia information. Lakini nikikuja 2 days 3 days ama next week bado sitakuwa ningojea atuelewe sheria. Sitakuwa nangojea. So 2022 ya president of FGM nyinyi chiefs and assistant chiefs mtusaidie. Tafadhali mtusaidie. It is the law. It will be very embarrassing kwenda kushika mama mzee kwako kijiji yako. Mama mzee utashika paka bwana ama kuna medicalization siku hizi. Kuna watu wako na wale nurses ama doctors wale wameretire wameanza kazi ya nini? Medicalization of FGM wanaficha kwa clinic. Hata hiyo tutawashika. Mambo ya cross border 100% hakuna mtu anaweza kwenda border arudi na wewe assistant chief ama chief ujui ati mama fulani nini na msichana yake walienda wakarudi, na kama ujui basi anza kujua. It's as clear as that. Our work is simple as administration. Our work is very simple. Always do what? Follow the law. Lakini you can hear the president anajua pia role ya cultural leaders na nani? Cultural and religious leaders. He has seen that need. That's why alianza nao State House. Na ndio hao tunatembea nao bado tukiongea as a team. Wale watu we really wanted to bring on board ni members of parliament, governors, political leaders also. Hapa hatuna shida. Other places tunaongelea. Sawa sawa. So I'll give this mic back to your boss here. So that nijue kama mmesikia amri na kama mtatekeleza amri. Simple as that. Mila ya ukeketaji imepitwa na wakati. Mila ya ukeketaji na madhara kwa msichana wako. Lakini hatujawahi kuangalia kwa undani. Tunaona tu wamama wanaumia, lakini hakuna mtu amewahi jua ni kwa nini wanaumia. Kwa hivyo sisi tumekuja hapa tukiwa timu kubwa, tunaongozwa na CAS kuhakikisha kwamba hii message ya Mheshimiwa Rais imewafikia nyinyi. Na akirudi utamwambia tumekuja hapa ijara, tumekutana na mwakilishi wa county commissioner, tumekutana na chiefs na wote tumekubaliana kwamba huko mashinani sisi ndio sikio yake, sisi ndio macho yake, na tutahakikisha kwamba hakuna kilio ya mtoto msichana tena. Na tuhakikisha hiyo kwa sababu kazi yetu tukiendelea kuzaa watoto wetu na kupata na kuanza kweli tutakuwa tunaendelea. Sinaona mheshimiwa wenu ni mama. Si anawafanyia kazi kweli kweli. Na kwa nini msiwaache wawe wengi? Kwa nini msiwaache wasome? Kenya would have written its name in gold when it comes to the rights of women and girls globally. Thank you very much. Wa dini, wazee, vijana na kina mama, salamu alaikum. Kwanza mheshimiwa waziri, nataka kuchukua hii nafasi tena nikukaribishe hapa mbele yako. Tuko na wazee wa dini ambayo ni wazee ambayo wanatusaidia na jambo yoyote ya kidini ikitokea.
tuko na hawa hapa. Tuko na wazee wa peace. Ninaona mzee yangu, mzee Ali, ambaye ni in charge wa peace na ni mzee ambaye anaheshimika katika constituency yetu ya Ijara. Hawa wazee wengine wote ni wazee ambayo ni wana hekima na wana kitu yote ambayo tukipata tunataka tujulishe watu wote, ni lazima hao waitwe na tuongee na hao. Na wamama ambayo unaona hapa ni wamama ambayo wako na network zao kubwa katika Ijara constituency. So kwanza nataka kuwashukuru hawa kwa sababu wameacha kazi yao yote wakasema wanakukaribisha na kusikia bila utatuambia. So nasema asanteni sana wazee, viongozi ya kidini, viongozi wa peace, wa mama, asanteni sana. Baada hiyo, leo sio siku yangu. Leo ni siku ya mgeni wetu wa heshima, ndio atatueleza vile tumekuja hapa Ijara. horta waxa caamka la yiraahdo iyo waxa khaaska la yiraahdo sharciga islaamka waa in la ogaadaa amalkay shaqeeyaan. Nabi Ibrahim haween baa u joogo, gabdha u joogay markaas. Arinta caam in la dhaha asaga guditaankiisa waa shay sugan oo waa isku raacsan. Maxaa loo sheegi waayay tan dumar horta su'aalaadi ku noqon waa. Midda labaad waa jiray islaanta ummaadiya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam markuu Madiina imaaday inuu riwaayad badan ay ku soo arooreen oo yiri sharshari wala tanhaki waa sharshari soma haye maxaa kale la yiri maxaa kale sharshari riwaayada kale maxay ku soo aroortay ولا تنهكي وقص عرورتي هرتا أحاديث روايدها قصة عروري حديث كان هرتا كل ضعيف انت الروايدها قصة عرورتي روايد أو صحيح مجرت أو معرتي صحيحة ولا حسن تاسا هرتا بدقور ريس مد اللبان وحاوي نبي محمد صلوات الله عليه وسلم موسى أمر الإسلام إنه سميس محاجري مرك أهل مدينة أو يهود كقادة عادة دودا يهود أي جودي جرتي أو كسوقاتي أيوة مركو إيه ماضي من اللي شيءين مكة أهل مكة إلى إسجودي جيرين لما شيءين في قبل الهجرة ولا بعد الهجرة لما ده واحد شيء ملها مركب محادعي عادة نبي عادة الشرع الإسلام كوهاي مركب أو ماذا ضد وحسمينا إن تكبوا دمائها إن تستكتوا بعد ذلك بعد هذه الامرأة ناقة سكدن بأو مدينة النبي وماذا ناكلوا قدها الله الشيء محايا لي وحي شرعي هدوية والنبي حسمينا ناقتي مركي شرعي الإسلام كعرفتي سوء سعلي وحاكم وغطى ماشي إلى إسكدايس ما كان غطي إلى إسكدايس محاوعي نبي محمد وحوريه لاي وحن وعمر قاطع وحن وسنة قاطع لم يحدث ذلك في الشريعة لم يحدث ذلك في الشريعة والذي وحي جرى لبدا حديثك كلو حيمانا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل سمجري إذا ما معنى هذا الحديث سؤال الإسور سنة ما معنى هذا الحديث إن الإسكبو دم حديثك هاوي وعقعد ختان كمدو حالي الإسكبو التقليد من باب التقليد مياه من باب الحقيقة مياه ظاهر كمياه لأننا لم نعرف نصا يدل على أن الامرأة في الأصل قد ختن مثل اللبات الختان لا يسمى في النساء ختانا هو إن كلام هاي بل يسمى خفضا حديثا إلا فيري أو سعر من لو قالوا بهني بقوي سطحي إيه ظاهر إلا فيري هذا قصتك بهذا شيء وجوده على الأقل وسنة سما واجب ضد جرى هاي وحال يسكو خلاف سنة وحي وبيجين أنها سنة أو إنها مباح إنه مباح هذا الرأيان هما الأغلبان حتى يصير تاعي جاء أمر من الحكومة دولتي من باب الضرورة أولا سميه إذا ما الحل مكوهر إيماننا دولته مسا دولتي وحي ربتي هدو شرع الإسلام وين نجي بنيه سنسميني نواي إلا راعى سماها مركز من هو حديث يسين أحاديث أنا حاوي أنا فقيه بان أصلا
waxaan ku soo takhasusayna waa faqiih markaan soo socday sheekh Ismaaciil Dr. Ismaaciil la hadlay waxa ay meesha u socdaa waxaan ka hadlaya sheekh Yuusuf waad garanaysan oo malaynay Yuusuf ilaahay oo asaga la shaqeeyo yaan jaamacadda iskala soo baxnay odayaashii hore oo jaamacadda ka soo baxay baan nahay oo ma aragtay Allah u naxariistay sheekh Macaawiye iyo ma aragtay isku waqti ay ahaayeen marka waxaan sheegayno ma aha iska hadal min fadlakum waxa jira waxa weeye dawladii waxeedii inaan qaadana amarkeedii hadii la raacayo oo daruuro ay tahay dib sharcina uu keenaynin maxaa loo daayna aniga waxaan guursaday bilcaan aan mid la guday mid kale mid deeni kale waa ka rag jecelihiin xadiidku muxuu ahaa فإنه أحدى وأحب رجع ويجعلهن معك ولا فعل عضو أنا وأفي عني سماها مع العضو وعياري سنك والسلام عليكم ورحمة الله fiyaha aqoon saara loo sareeynta sharciga dadkaaga ku sado xilliban saara oo sinjiga ummadiyo midabka kala soocin samaan badane